Abdullah ibn Umar anasema lau mtu anapata nafasi ya kupanda juu ya jengo iliyokuwa ndefu au juu ya mti au juu ya jabali, akapewa nafasi ya kuwaona hawa malaika katika usiku wa Lailatul Qadri, basi hauwezi kuona chembe moja ya mchanga kwa namna walivyojazana katika ardhi katika usiku huu. Ndugu wangu, katika mambo ambayo yanayotokea katika usiku wa Lailatul Qadri, Mwenyezi Mungu ameitaja katika surati Ad-Dukhan. Mwenyezi Mungu anasema inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, hakika tumeiteremsha Qur'ani katika usiku uliobarikiwa, naye ni usiku wa Lailatul Qadri. Katika usiku huu fiha yufraku kullu amrin hakim, Mwenyezi Mungu katika usiku wa Lailatul Qadri anapambanua mambo yote, anayaweka wazi mambo yote itakayotokea toka Lailatul Qadri ya mwaka huu mpaka Lailatul Qadri ya mwaka ujao. Mambo yote ambayo yatatokea hapa katikati, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawaamrisha malaika, wanaitoa ile faili ya mambo yote itakayotokea. Katika hii faili kuna majina ya watu na kuna matukio. Ndani ya faili ya usiku wa Lailatul Qadri, katika majina ya watu ni nani ambaye atakayezaliwa mwaka huu. Watoto wote ambao watakayezaliwa toka Lailatul Qadri ya mwaka huu mpaka Lailatul Qadri ya mwaka ujao, majina yao yameandikwa mle ndani. Nani ambaye atakayefariki mwaka huu, majina yao yote yapo mle ndani. Nani ambaye atakayepata ajali, nani ambaye atakayepata riziki kadha, atakayepatikana na jambo kadha, Abdullah ibn Umar anasema yameandikwa majina ya watu mpaka wale ambao watakao kwenda kufanya ibada ya hija mwaka huu. Wewe unajiona una uwezo, wewe ni maskini, kumbe Mungu ashaandika jina lako, mwaka huu utakwenda, utaenda. Unayo uwezo, huna uwezo, utakwenda, Mungu atatoa sababu. Abdullah ibn Abbas anasema yameandikwa matukio ndani ya hii faili, yale yote ambayo atakayetokea mwaka huu: mtetemeko wa ardhi, mafuriko, gharka, moto, volkano, yote yameandikwa mle ndani. Lakini sasa ndugu yangu, mafunzo ambayo tunaipata hapa, hakuna anayejua katika hii faili ni nani ambaye miongoni mwetu jina lake ni ndani, na ikiwa litakuwepo litakuwa katika jina ya orodha ya watu gani? Katika watu ambao watakaozaliwa, katika watu ambao watakaofariki, katika watu ambao watakaopata ajali? Hakuna anayejua hiyo. Ndio unaona ndugu zangu, ni lazima tuishi kama tunavyoishi ndani ya Ramadhani, kwa sababu jambo lolote inaweza ikatokea wakati wote. Kwa usifikiri kwamba hii maisha unaishi ndani yake itakuwa hivi kila siku. Utakuwa unaamka asubuhi unapiga mswaki na Colgate, unapata mke wako ashakuandalia maji ya moto kwa sabuni ya Lifebuoy, unaoga, unatoka umevaa kikoi, unavaa kanzu yako, unavaa nguo yako, unavaa suti yako, suruali yako, shati yako, buibui lako, unampata mke wako ashaandaa chakula cha asubuhi, mahamri kwa mbaazi ya nazi na chai ya ngamia nzito. Unakula wewe, unambusu mke wako, unawabusu watoto wako, unapanda gari, unaondoka, unaenda zako kazini. Unafika kazini, unafanya kazi masaa 8, 9, 10, unafunga kazi, unapanda daladala, unapanda gari yako mwenyewe, unapanda matatu, unarudi nyumbani, unampata mke wako anakusubiri mlangoni. Karibu mme wangu bwana, pole kwa kazi, maji matamu hii hapa bwana, kunywa utoe uchovu, maji ya moto tayari, ingia ukaoge. Unaingia kuoga, unatoka nje umevaa kigoi, unapata chakula imeshatandikwa, mke wako amekuandalia, anakupenda, unakula wewe, unakaa juu ya kiti, inaletwa pale chai ya rangi, inaletwa kahawa, inaletwa ice cream, inaletwa matunda, unakula, unangojea siku ya kesho tena, kwamba hii hali itakuwa hivi kila siku. La hasha, itakuja kumbadilikia mmoja wetu, ndugu yangu. na hakuna wakati mbaya ije mbalikie mmoja wetu na bado hayuko tayari.
bado hajajitayarisha, bado hajatubia, bado hayumo ndani ya taa, bado yumo ndani ya maasi, basi hakuna wakati mbaya kama hiyo.